Sasa kwenda kuingia sasa kwenye ujenzi pale, alitokea mwenyekiti wa kitongoji na baadhi ya vijana wanaoitwa Morani. Kwanza niwapatie pole. Mchungaji alitoka ongea hapa, nipatie pole kwa sababu kazi anaifanya ndio kazi ambayo alifanya manabii. Nabii Isa ambaye ni Yesu na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa lugha ya Kimasai. Hao Morani ni wa Masai? Ni wa Masai. Na wewe pia ni kabila gani? Na mimi pia ni Masai. Na kanisa lile wale waumini wengi pale ni wa Masai. Sasa wakafika pale wakaamua kusema kwamba ili kanisa tutaki na hatutaki ujenge kanisa hapa. Siku ya leo MC Njalika nikiwa sambamba na Asili TV online, basi moja kwa moja tupo katika kikundi chetu cha Chamata. Chamata kazi yetu ni kuchukua kero mbalimbali kutoka kwa wananchi na kufikisha mahali husika. Na siku ya leo tumekutana na mtumishi wa Mungu, mchungaji, ambaye atasema mawili matatu. Kama ni kero basi tutazibeba na kuzifikisha mahali husika. Karibu sana mtumishi wa Mungu, baba mchungaji. Jina langu naitwa Bethuel Waitara, ni mchungaji lakini pia ni mwenyekiti wa baraza la makanisa ya Kipentekoste kwa eneo letu la Dumila, wilaya ya Kilosa. Ndio mwanahabari, niko mbele yako kuleta kero ambayo imefika kwenye ofisi yangu. Mimi ni mwenyekiti wa baraza la wachungaji CPCT, baraza la makanisa ya Kipentekoste, lakini miongoni mwa wanachama wetu mmoja wao, mchungaji Yona Mkotio, amesitishwa huduma yake ya kuabudu pamoja na kanisa lake lote kwa muda sasa ni zaidi ya mwaka mmoja, karibu na kuelekea mwaka wa pili, na tatizo lake limesikilizwa na vyombo vya kiserikali, limefika ngazi ya wilaya, lakini alikupata ufumbuzi, lakini ukiliangalia halina uvunjifu wote wa amani na hakuna wakati wote tumepokea kero zinazoonyesha kwamba walivunja sheria za nchi. Na kwa mujibu wa katiba yetu, raia wana haki ya kuabudu. Ile haki ya kuabudu inavunjwa kwa hao watu ambao wana haki ya kuabudu katika nchi yao. Na huyu mchungaji mara kadhaa amefika kwenye ofisi za serikali bila kupata supporta, na hata wakati alipoambiwa na serikali komandisha akajenge, ile jamii anayokanayo ili ende kasitisha na wakawa na nguvu kuliko sauti ya serikali. Mimi nitamani ili jambo liangaliwe kwa upana zaidi ili uvunjifu huu usiwepo, kwa sababu sisi watu wa dini ni wadau wa amani. Ni hilo tu. Na naomba sasa, kwa kuwa yupo mwenyewe aliyesitishwa huduma, anaweza kutoa taarifa kamili inaweza kutusaidia. Mimi ninaitwa Askofu Yona Mkotio wa kanisa la Jesus the Power of God. Kanisa hili nimelisajili mwaka 2022. Tayari sasa ni taasisi, nikiwa pale kitongoji cha Ngoisani, kijiji cha Mfuru, kata ya Kitete, wilaya ya Kilosa, mkoa wa Morogoro. Kanisa hili liliposajiliwa limesajiliwa kisheria kabisa, kihalali, na tayari tumeshafungua matawi katika vijiji vingine, lakini shida ilitokea kwenye tawi moja la kitongoji cha Ngoisani, ambao mimi ndiko nilikozaliwa na nimekulia hapo. Na ile kanisa tuliposajili pale, tulianza kuchukua hatua sasa kujenga. Hatua nilichochukua pale, nilienda kwa halmashauri ya kijiji, nikaomba halmashauri ya kijiji ili waniizinishie sehemu ya kujenga kanisa. Na kweli halmashauri ya kijiji walikaa, walinipa muhtasari wao, waligonga muhuri, kamati ya ugawaji, afisa mtendaji wa kijiji, na muhuri wa halmashauri uligongwa pale. Sasa kwenda kuingia sasa kwenye ujenzi pale, alitokea mwenyekiti wa kitongoji na baadhi ya vijana wanaoitwa Morani kwa lugha ya Kimasai. Hao Morani ni wa Masai? Ni wa Masai. Na wewe pia ni kabila gani? Na mimi pia ni Masai. Na kanisa lile wale waumini wengi pale ni wa Masai. Sasa wakafika pale wakaamua kusema kwamba ili kanisa tutaki na hatutaki ujenge kanisa hapa. Sasa baada sasa kuona, nikaanza sasa kujenga pale. Nikaanza kujenga, nikamwambia nimepewa na kijiji. Sasa kwenda kujenga sasa lile kanisa, timu ile ya vijana wale walifika na mwenyekiti wa kitongoji wakavunja, wakang'oa vyuma ambavyo tumeweka kama banda la kwanza pale.
wale Morani na akiwemo na yule mwenyekiti wa kitongoji wao. Sasa nilipouliza sababu ni nini, wakasema hili kanisa bwana sisi hatutaki kwa sababu kwanza waumini wa kanisa lako wewe wakiwa wajane hawarisiwi kwa mujibu wa mila yetu. Kwa hiyo lengo ni wapate kuwalisi wajane. Sasa ndio madai yao. Ndio sababu ya kwanza. Ya pili, ndio sababu ya kwanza. Ya pili, mimi kuna kijana wangu amekuwa mkubwa ambaye ni wa kiume. Sasa taratibu wanakwendaga kupashwa tohara. Sasa nilichokifanya ile kijana nimempelekea daktari akampashe tohara. Hiyo nayo sasa ikawa ndio sababu mojawapo ya tuhuma kwamba kwa nini upeleke watoto wetu wa Kimasai wakatahiriwe kwa tohara za Kiswahili. Kwa hiyo hawataki mtoto atahiriwe kwa hospitali. Hawataki. Wanataka kutahiri kienyeji. Wanataka watahiri kwenye zizi la ng'ombe na waendeleze mila yao. Sasa wananiingilia hata kwenye uhuru wangu mimi wa watoto wangu. Ikawa ndio sababu mojawapo. Nyingine wananiambia wanawake wanafuga nywele. Kitu ambacho ni kinyume na taratibu yetu sisi ya mila. Wanataka wawe na upala. Wanataka wawe na upala. Sasa mimi nikamwambia siingilii uhuru wa kunyoa. Ila sasa uhuru wa nyumba yangu mimi hii mila siwezi kuendelea nayo. Nitaendelea tu watoto wangu wote wa kiume watakwenda tohara kwa daktari. Hiyo ikawa ni sababu kubwa sana. Wakasema hauwezi kujenga kwa sababu sasa utafundisha jamii yetu, na hatuwezi tutaki kanisa lako hili. Kwani ulipoanzisha kanisa lengo lako lilikuwa kuwakamata watu na kuwalazimisha kuja kanisani au wanakuja wenyewe kwa hiari yao? Wanakuja wao wenyewe kwa hiari baada ya kusikia Injili wakiamini basi wanakuja kwa hiari yao. Na mimi nawafundisha habari njema ya Yesu Kristo. Sasa hili swala lilifika mpaka kwa mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya akafika pale akafanya mkutano. Hili swala nilielezea mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya aliwakemea akawaambia muendelee, akamkabisi tarafa pale akaniandikia barua niendelee na ujenzi. Nilipoanza kujenga sasa kanisa wakaja wakabomoa tena kwa mara nyingine. Kwa mara nyingine ile timu ya mwenyekiti wa kitongoji pamoja na vijana wale wa Kimorani. Ulichukua hatua gani baada ya kuona wamekuja mara pili? Ile swala likarudi kwa tarafa akasema sasa mimi nitawapiga fine na warudishe vile vitu walivyovichukua, na kweli walirudisha kwa waraka za makabidhiano wakarudisha. Lakini sasa tarafa akaniambia subiri kidogo kwanza ili niongee na hawa watu, nifanye mkutano nao. Sasa kila tarafa akija kufanya mkutano hawataki kuhudhuria mkutano. Baadaye tarafa kaniruhusu kwa waraka, endelea na ujenzi. Tukachukua vyuma na nondo, tukakata, tukatengeneza nguzo, tukaweka. Sasa ilikuwa tufunge maboksi ili tuanze kusimamisha kwa amri ya tarafa. Lakini ilifika usiku wakaja tena ile timu ya kiongozwa na ile mwenyekiti wa kitongoji, wakafanya uhalifu pale, wakawakuta kuna walinzi pale, wakawapiga, alafu wakang'oa vile vyuma, wakaenda navyo simenti zilizokuepo pale, wakachana, wakamwagia maji, wakatutia hasara kubwa sana. Na hao watu mnawafahamu vizuri? Tunawafahamu vizuri, mwakiwemo mwenyekiti wa kitongoji na baadhi ya watu. Hili swala nikalipeleka polisi, hili swala likarudishwa kwenye ngazi ya tarafa. Lakini hakuna chochote kilichofanyika. Mimi nilirudi kwa mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya akaniambia bwana, au kabla sijarudi kwa mkuu wa wilaya, baada ya uharibifu ile walitaka kunivamia mimi usiku kutaka kunichoma moto. Kabidi mimi nikaondoka pale usiku nikaja Dumila. Lakini sasa baada mimi kuja Dumila wakaziswaga ng'ombe zangu zote, wakaja wakavamia nyumba yangu yote, wakapakia vitu vyote, wakachukua bajaji wakahamisha. Wanadai kwamba tunamhamisha kwa ndugu zao eneo la Mfuru huko Ndugai. Kwa hiyo wakapeleka vile vitu Mfuru. Wakapeleka vile vitu huko bila ridhaa yako. Bila ridhaa yangu. Basi sasa mimi nikatoka pale na familia yangu. Tukaja Dumila tukalala siku ya kwanza ndio tukaenda kwa DC. Nikapeleka familia yote kwa DC. Nikamuelekeza DC, nikamwambia DC sasa naomba hifadhi. Waliharibu kila kitu, walichukua kila kitu, wakakata bomba ya maji pale, wakaweka loki kwenye nyumba yangu. DC sasa ndio akanipa hifadhi pale ya siku moja. Alafu kesho yake ndio akaitwa tarafa na mwenyekiti wa kijiji na kadhalika. Ndio nikarudishwa nyumbani. Lakini sasa baada ya kurudi ibada sasa ikawa haiendelei. Siku walipokuja kuniondoa mimi pale, walitengeneza ile timu yao wakaenda wakawapiga wakulima wa miwa.
Baada ya kupiga wakulima wa miwa sasa walishuka pale, sasa ile timu wakaja na mimi ndio wakaniondoa siku ile. Kwa hiyo DC aliponirudisha sasa nyumbani, swala la ibada sasa likawa haliendelei. Halipo tena. Na vile vifaa ambavyo vilikuwa vimebomolewa gharama zake ulirudishiwa? Sijarudishiwa. Kwa nini? Sijarudishiwa kitu chochote. Na wahalifu mnawafahamu? Tunafahamu. Sasa nilipojaribu kuongea kwa ngazi ya serikali wakaniambia wewe achana nao, mradi tu amani imerudi wewe katulie. Na habari ya kanisa isiwepo. Sasa na hawakunithibitishia kabisa kwamba kanisa lisiwepo. Ila sasa hatuwezi kukusanyika. Maana ukikusanyika hapa na pale wanakuja wanatutimua, wanatupiga mafimbo, wa mama wanatimuliwa, wanaondoka. Sasa watu wakawa wanaogopa. Sasa nilipokwenda kwa DC ananiambia bwana nitakuja ili nilisuluhishe hilo swala. Lakini sasa ni muda wa mwaka mmoja kwenye miaka miwili sasa hivi naenda. Kwa kweli watu wameshakata tamaa. Hata wale waumini, nina waumini karibu waumini 107 hivi. Ambao walikubali wenyewe kwa ridhaa yao. Ambao walikubali wao kwa ridhaa yao. Sasa hawapewi sasa ya kuabudu. Kwa hiyo sasa nikawa hawana utetesi. Maana sasa tulitegemea kwa mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya hajatukataa, isipokuwa sasa ile issue sasa ni kuja kwa yule mheshimiwa sasa eneo la tukio au kuja kulisuluhisha, ndio shida. Kwa hiyo hasa zaidi ulikuwa unatakaje wewe? Mimi afike pale au ni nini kifanyike? Mimi nilikuwa naiomba serikali. Kanisa la Jesus Power ni kanisa ambalo limesajiliwa kisheria na limekubalika. Ni kanisa halali. Cheti kama hiki hakuna mtu yeyote anayeweza kugushi kwa namna hii. Imetoka serikalini na serikali imekubali. Naiomba serikali iniachie niendelee na maono yangu ya kuomba kanisa lisajiliwe. Timu hii wanaolalamika hakuna sababu yoyote, hakuna mahakama yoyote walioiendea kwamba mimi ninatuhuma. Hakuna waraka wowote unaoonyesha kutoka ngazi ya kitongoji mpaka wilaya unaonilalamikia mimi kwa tuhuma yoyote. Ni baadhi tu ya mambo ya mila zinazokinzana na imani. Basi nilikuwa naomba serikali wasimamie kanisa nililolisajili ili niendeleze maono. Na shida kubwa ni pale tu katika ile jamii. Kanisa hili limeshalifungua Dumila, kanisa hili limefunguliwa Kitete, kanisa hili limefunguliwa Kitete ile mji mpya ya Kife kwa njia ya Kife, kanisa hili limefunguliwa Kondoa Kilosa, kanisa hili limefunguliwa pale Mfuru kijijini kwa watu ambao sio Wamasai. Kwa hiyo hakuna shida kwingineko kote tu isipokuwa ni pale kwa sababu ya ile desturi yao na mila yao. Kwa hiyo naomba serikali nipatie haki yangu niendelee na ujenzi. Eneo ninalo. Eneo tumepewa. Kisa tukijenga tunapigwa. Lakini serikali ya kijiji imeizinisha na wamenipa eneo la heka 6. Yaani kipigo hicho ni kwa sababu nyinyi mnakataza habari ya mila. Na sio kwamba tunakataza au dini ndio inakataza habari ya mila. Kwetu sisi hatuwezi tukaendelea na mila baada ya kuwa tumeokoka. Na muamini Yesu. Wanaoendelea na mila zao waendelee na hatuingilii. Sawa. Kuna sheria inayoturuhusu sisi tuingilie mila za watu, isipokuwa na sisi tusiingiliwe kwenye uhuru wa kuabudu. Kwa hiyo naomba yeyote anayehusika, awe rais wa jamhuri, awe ni waziri wa mambo ya ndani, kwa kweli ni chama changu cha dini iko halali kabisa. Kwa hiyo naomba itendewe haki, tupewe kuabudu, tupewe kukusanyika katika kitongoji kile cha Ngoisani. Na kikubwa zaidi sana pale yule mwenyekiti wa kitongoji kile ametengeneza jeshi. Katengeneza jeshi kabisa. Atengeneza jeshi linaloitwa la Wamorani ambao wanachukua sheria mkononi kupiga watu. Huyo mwenyekiti wa kitongoji yeye ni kabila gani? Yeye ni Masai. Yeye ni Masai. Kwa kweli sijajua kwa makini sana, lakini siku ile tulipokuondolewa sisi pale nyumbani kwangu, kulitokea tukio lingine ambalo vijana wale wametoka kule kuwapiga wakulima wa miwa. Na hatimaye wakaja na mimi ndio akaniondoa. Wakasema tu sasa kwa sababu tumewapiga wale wa kule na huyu naye ni Mswahili tumuondoe na yeye pia naye. Wakakuona na wewe ni Mswahili. Wakaniona na mimi sasa ni Mswahili ndio wakaniondoa.
Sawa, tunashukuru sana. Asante sana. Sana tena sana, na sisi tutalifikisha mahali husika. Asante sana. Asante sana ndugu watazamaji, nafikiri kero tumezisikia. Kadri askofu sambamba na mchungaji ambaye ameendelea kuelezea kero jinsi zilivyokuwa ndani ya kuabudu katika kijiji ambacho kinaitwa Ngoisani, kinapatikana pembezoni kidogo mwa mji wa Dumila. Basi ndani ya Tanzania tuna uhuru wa kuabudu, lakini pia kuna baadhi ya watu wanaendelea na mila zao, lakini kwenye kanisa hilo si kwamba wanakataza mila zao, ila wanahitaji utatuzi, wapate muda wa kuweza kumwabudu Mungu aliye hai, ili waondokane na vitu ambavyo vinaitwa mila potofu, tofauti na vikundi ambavyo watu wamejiungia na kuleta fujo kuzuia kanisa hilo ambalo liko kule katika kijiji cha Ngoisani, na kuzuia watu wasisali kabisa kwa sababu wanazuia mila zao. Kwa sasa kwa kuwa tupo na katibu mkoa Chamata mkoa, basi katibu Chamata mkoa ana uwezo wa kutuambia nini kifanyike na kipi atatusaidia ili kuweza kutatua changamoto hizo. Naitwa Yakubu Hemedi Ashiri, ni katibu wa jumuiya ya Chamata mkoa wa Morogoro. Kazi yetu kubwa na majukumu ni kusema mazuri yanafanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan chini ya ilani ya Chama cha Mapinduzi, sambamba na kuchukua kero na changamoto za wananchi ambazo wanapata katika maeneo yao kuzifikisha sehemu husika. Kwanza niwapatie pole mchungaji alitoka ongea hapa, nimpatie pole kwa sababu kazi anaifanya ndio kazi ambayo alifanya manabii. Nabii Isa ambaye ni Yesu na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kazi ya maono ya Mungu kiimani ina changamoto nyingi sana. Na kila siku anasema kwamba nabii asifiki kwao. Na mfano mzuri ulionyesha kwa mchungaji kwamba amekwenda kujenga kanisa kwao wanalikataa kutokana na sababu ambazo alizozieleza. Sisi jukumu letu ni kuchukua kero na changamoto. Hatuna mamlaka ya kutatua, ila kwa sababu Tanzania ni nchi ya uhuru na amani, kila mmoja na mamlaka ya kuabudu atakavyo au navyo, mradi asivunje sheria ya nchi. Tunachukua kero zake, tutafikisha sehemu husika, wenye mamlaka watatatua. Ni amani nchi ya Tanzania inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Sidhani kama alivyosema mchungaji kwamba hawa morani wameshindikana kwenye serikali. Serikali haitumii mabavu, haitumii nguvu. Tuna imani kwamba swala lake litachukuliwa hatua kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, jitihada zake pamoja na ujenzi wake kanisa katika eneo lake itatimia, kwa sababu yeye anapeleka dini na halazimishi mtu kwenda kuabudu kwenye dini yake. Halazimishi mtu kwenda kujisajili kwenye kanisa lake. Lakini ili mtu ajisajili ni jinsi atakavyoingiwa na mahubiri yake. Ndio mtu anajisajili, lakini hawezi kwenda kuonga nyumba au kwenda kufanya kwa lazima, bali lazima ujisajili. Kwa hiyo na imani tuli katika maandiko ya Kiislamu nasema inna Allah masabirina. Kila mwenye kusubiri kwa pamoja na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mchungaji asubiri kufikisha taarifa sehemu husika. Tunamwomba kwa nguvu za Mwenyezi Mungu kanisa litajengwa na tupate waumini. Nashukuru, asanteni sana. Sasa katibu mkoa unasema kwamba tutapeleka eneo husika, lakini kumbuka kwamba mchungaji ambaye ndio askofu mkuu wa kanisa hilo anasema kwamba kuna baadhi ya kikundi ambacho kinaleta fujo. Tena hata siku ambayo walileta fujo kwake walitoka kufanya fujo kwenye watu kwa wakulima ambao wakulima wa miwa. Waliwafanyia fujo na wakatoka kule wakaja wakamfanyia fujo na yeye. Sasa sijajua kwenye hili lipoje hapa. Naweza kusema kwanza ni kwamba hili swala lipo chini ya mkuu wa wilaya. Hata kama anasema kwamba aliandikiwa barua na tarafa, alikwenda kwa mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya huenda bado alitumia tu ubinadamu wa kuweza kutatua ile changamoto. Lakini bado ana nguvu na mamlaka. Kama itaripotiwa kwamba kile ni kikundi cha wahuni ambacho kimejiandaa kwa niaba ya kuvunja amani kwenye eneo husika, lazima mkuu wa wilaya atumie nguvu ya ukuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya ni mwenyekiti wa ulinzi na usalama kwenye wilaya yake.
Haiwezekani watokee kundi fulani la wahuni tu watatu wanajiita morani wanakwenda kuvunja amani kwenye mji wa watu, kwenye kijiji, kwenye kitongoji, kupiga wakulima, kukataza watu wasijenge makanisa, afu mkuu wa wilaya aliangalie. Inawezekana taarifa zilifikishia mkuu wa wilaya, lakini hakuambiwa kwamba hawa ni wahuni ambao wamekuja kujiunga kwenye kundi kama la vibaka. Sasa tutampelekea taarifa kamili kwamba hao watu ni wahuni, si kwamba wanazuia tu kanisa, bali wanapotesha amani, wanawapiga wakulima, hawataki shughuli pale zifanyike. Kwa hiyo unataka nini? Sasa mkuu wa wilaya kama mkuu wa wilaya, yeye ni mlinzi wa ulinzi na usalama katika wilaya yake. Ni lazima avae buti, aweze kupambana na hilo kundi la hao tunaweza kuita Boko Haram. Hao ni wahuni tu, wahuni hawana nafasi katika nchi yetu. Nchi ni nchi ya amani. Sawa. Na ukizingatia kwamba baba askofu anasema kwamba ana idadi ya waumini 109. Sasa hawa wote wamekosa sehemu ya kuweza kufanya ibada. Anaomba, analia kwamba watu wake wapate eneo la kuendelea kufanya ibada na ujenzi uendelee, huduma pia ziendelee. Anaomba ikiwezekana basi muweze kufikisha changamoto hizi mahali husika na yeye apate kuwa na amani na watu wake au waumini wake wanaomkubali katika kanisa lake. Sisi tunashukuru sana kwanza baskofu kuweza kukiona chombo kinachoitwa CHAMATA. CHAMATA ni chombo ambacho si nisemaje niweze kueleweka. Kwa hiyo sisi kama CHAMATA tutachukua hizi changamoto, tutamfikishia moja kwa moja mkuu wa wilaya na tutamkumbusha huyu mtu alishakufika hapa akaeleza taarifa hizi na hizi, lakini kinyume chake kutokea hivi. Lakini bahati mbaya ile kundi la wale wahuni limedipu ndani zaidi, limekwenda kuanza kupiga wakulima bila sababu. Kwa hiyo ni wahuni. Sasa tunakuomba sisi, mheshimiwa mkuu wa wilaya, tunaomba uweze kusaidia amani irudi katika eneo hili, watu wafanye shughuli zao kwa mapana marefu. Pia na huyu mchungaji baskofu ambaye anaumini zaidi ya 100. Kwa hiyo waumini hao 100 wakiingia kanisani wakaliombea taifa, Mungu lazima apokee dua zetu. Kwa sababu kwenye wingi wa watu kuna nguvu za Mungu. Na sisi nchi yetu ni nchi ambayo tunategemea sana wana Mungu. Wana Mungu wakikaa kusanyika wakaomba dua zao, Mungu anapokea. Sasa hatuwezi kuwapotosha wana kondoo 100 kwa sababu ya kundi la wahuni wachache. Hilo swali haliwezekani. Kwa hiyo sisi kama CHAMATA tunalibeba, kwanza tutapiga hodi kwa mkuu wa wilaya tumfikishie habari hizi, alafu mkuu wa wilaya yeye ana kofia mbili, ana kofia chama na ana kofia ya serikali. Chama chetu cha Mapinduzi hakikubali uvunjifu wa amani. Hakikubali utokee kundi mojawapo liziwe shughuli za watu kwa mabavu yao. Haiwezekani. Kwa hiyo atasimamia ilani na atasimamia serikali. Na imani tukimfikishia kama CHAMATA lazima alifanyie kazi na majibu yataonekana. Asanteni sana. Asante sana katibu mkoa, Mungu akubariki, akutangulie katika kupeleka kero za wananchi hapa Dumila. Nashukuru, asante sana. Mungu atubariki sisi sote kwa sababu leo kuna wenzetu wako Dodoma, leo ni tarehe 29, wanasherehekea wanapokea kanuni za ilani za uchaguzi wa 25-30 pamoja na kupokea mambo mengine, na sisi tuko tunafanya majukumu yetu ya kinchi kwa niaba ya kusema mazuri ya Mheshimiwa Rais. Kama tukitoka hapa tuko Dumila, tumekwenda vijijini kwenda kuangalia changamoto, jana tuko tunaangalia changamoto zingine, lakini ndio kazi yetu. Na sisi hatuachi, ni jukumu letu kulisemea taifa. Asanteni sana. Yeah.